Sana awamu nyingine kwa majira mazuri kwa ajili ya kujifunza neno la Kristo. Siku ya leo tunajifunza kuhusu maombi ya Agano Jipya. Maombi ya Agano Jipya. Maombi haya ya Agano Jipya ni maombi ya namna gani? Maombi ya Agano Jipya ni maombi ya kuomba kwa Baba ambaye Mungu katika jina la Yesu. Hatuombi kwa Yesu, tunaomba kwa Baba katika jina la Yesu. Hauwezi ukamwomba Baba katika jina la Baba, au hauwezi ukamwomba Yesu katika jina la Yesu, ila tunaomba kwa Baba ambaye Mungu katika jina la Yesu. Kwa hiyo siku ya leo nitakuonesha maandiko ambayo machache yanayoonesha kwamba tunaomba kwa Baba katika jina la Yesu. Unaona hata wanafunzi wa Yesu Kristo wanaomba kwa Baba katika jina la Yesu. Kwa hiyo tutaangalia maandiko ambayo yanaonesha namna ya kuomba kwa usahihi. Unajua inawezekana tunaomba lakini tunaomba kwa kupuyanga. Hatuombi sawasawa na mapenzi ya Mungu. Ndio maana Mungu akasema, ombeni nanyi mtapewa. Sasa tunapewa kwa principle ipi, kwa utaratibu upi? Kwa kuomba kwa Baba katika jina la Yesu. Tuanze kwenye kitabu cha Yohana, kile kitabu cha Yohana sura ya 14 na ule mstari wa 13 na 14. Takuonesha Biblia inasema Yohana 4 mstari wa 13, Biblia inasema, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Anawaambia wanafunzi wake. Kumbuka Yesu alikuwa na hao wanafunzi wake, anawaambia, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, nami nitalifanya ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Ili Baba apate kutukuzwa, lazima tulitaje jina la Mwanaye ambaye ni Yesu Kristo. Sasa Yesu Kristo hapa anazungumza na wanafunzi wake kabla hajafa. Na ndio maana unakuta wanafunzi wa Yesu Kristo, kipindi Yesu Kristo yupo katika ulimwengu huu wa damu na nyama, hawakuomba katika jina la Yesu. Ndio maana hata wanafunzi wa Yesu anasema tufundisheni kuomba. Anasema Baba tufundishe kuomba. Kristo anawaelekeza kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Sasa anaambia muda si mrefu mtaomba kupitia jina langu. Maana yake mimi nikifa, nikazikwa, nikafufuka. Sasa nyinyi mtaomba kwa jina langu, na mkishaomba kwa jina langu mimi nitakuja kufanya, kwa sababu Baba anatukuzwa ndani ya Mwana. Ili Baba atukuzwe, anafurahia sana pale unapolisema jina la Mwanaye, ambaye Mwanaye Yesu Kristo. Kumbuka sisi tumekuwa watoto wa Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Haleluya. Sisi tumekuwa wana wa Mungu kwa sababu ya Yesu Kristo. Sasa Kristo anawaambia wanafunzi wake kwamba lolote mtakaloomba kwa jina langu nitakuja nifanye ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. So tunavoomba, kumbuka Yesu ndo alitupatanisha sisi kwa Mungu, ndo amemwaga damu yake. Yeye ndo limbuko la kwanza. Yeye ndo mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza kajitolea kufa. Sasa alivyojitolea kufa, tunavolitaja jina la, kumbuka damu yake pia inanena mema mbele za Mungu. Sasa kwa kuwa damu yake inanena mema mbele za Mungu, na kumbuka sisi tulikuwa hatuwezi uso wetu ulikuwa hauna uwezo wa kukutana na Mungu, ila Yesu ndo katupeleka kwamba atuambia huyu mwanangu nimemfia msalabani, nimelipa gharama.
Haleluya. Sasa anasema hivi, nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Baba anatukuzwa kupitia Kristo, na ndio maana Kristo akasemaje, kwamba kama vile joka alivyoinuliwa kipindi cha Musa, hivyo hivyo na Mwana wa Adamu atainuliwa juu. Haleluya. 14 anasema, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitalifanya. So Kristo amekaa na wanafunzi wake. Tunasema Yohana alikuwa na jicho la tai, alikuwa na uwezo wa jicho la tai, yani anaona mbali. Sasa Yohana anasema hivi kwamba lolote mtakaloomba kwa jina la Yesu, Yesu mwenyewe anakuja kufanya. Kwa hiyo katika maombi tunayoomba, tunaomba kwa Baba katika jina la Yesu, alafu Yesu mwenyewe anakuja kufanya. Haleluya. Kwa hiyo Yesu anawaelekeza wanafunzi wake, anawaambia muda si mrefu nyinyi mtaomba kwa jina langu. Na ndio maana unakuta hata Bwana Yesu alivyofufuka siku ya tatu, alivyofufuka, alivyopeleka sadaka kwa Mungu, yani alivyotukuzwa Yesu Kristo, Roho Mtakatifu alivyorudi baada ya zile siku 50, akina Petro walikuwa wanayajua hayo, kwamba Yesu alituambia kwamba tutakavoomba neno lolote kwa jina lake, yeye mwenyewe atajitokeza, atakuja kufanya. Sasa baada ya Roho Mtakatifu kushuka Pentekoste, ile siku Roho Mtakatifu anashuka, ndio maana kina Petro wanaenda kufanya miujiza. Jina la Yesu ndio linalofanya miujiza, jina la Yesu ndio linalookoa. Sasa unaona Petro anaenda kwa yule mzee aliyekuwa amekaa kwenye sinagogi nje kwa miaka mingi, anakuja pale anasema, sisi hatuna fedha, hatuna dhahabu, ila tulichonacho ni hii, kwa jina la Yesu simama. Maana yake walikuwa nakumbuka haya maelekezo ambayo Mungu aliwapa wanafunzi wake. Aliambia muda si mrefu mtaomba kwa jina langu. Manake mtakavoomba kwa jina langu nitakuja nitafanya. Kwa hiyo tunaomba kwa Mungu katika jina la Yesu, au tunaomba kwa Baba katika jina la Yesu. Haleluya. Atuombi kwa Yesu katika jina la Yesu. Atuombi kwa Yesu katika jina la Yesu, ila tunaomba kwa Mungu katika jina la Yesu. Haleluya, mwana wa Mungu. Kwa hiyo hicho ninachokuambia, jaribu kukifanyia practice, utaona matokeo yake, namna ambavyo utaona udhihirisho wa Mungu kwenye maisha yako binafsi. Haleluya. Kwa hiyo tukitoka hapo twende kwenye kitabu cha Yohana 16 na ule mstari wa 23. Tuangalie hapa namna ambavyo Bwana Yesu alivyokuwa anazungumza na wanafunzi wake. Anasema 23, anasema hivi, tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Anasema tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Yesu anasema kwamba amini amini nawaambia, mkimuomba Baba kwa jina lake Yesu Kristo, amini amini Baba atawapa. Kwa nini? Hili ni agano jipya.
Agano Jipya aliyeingia mkataba na Mungu ni Yesu Kristo. Kuna maagano mengi kwenye Biblia. Kuna agano la Musa, kuna agano la wana wa Israeli, kuna agano la Yesu na Baba. Ambalo agano la Yesu na Baba, Yesu anambia Bwana, nenda ukafe, alafu mimi nitakukirimia jina lipitalo majina yote, alafu kuzimu wapi itapiga magoti. Takuja nikuoneshe maandiko yanavyozungumza kuhusu hilo swala. Haleluya. Sasa anasema 23, anasema tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Ili Baba aweze kukupa, lazima jina la Yesu lihusike. Na Yesu mwenyewe ukiomba kwa Baba katika jina lake, yeye anakuja kufanya. It means what? Naumwa, naambia Yesu, Baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya uzima. It means nina changamoto, naambia Baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya kunivusha kwenye hiyo changamoto. Nina huzuni, naambia Yesu, Baba katika jina la Yesu asante kwa ajili ya kuniondolea huzuni. Ni hivyo tu maombi ya Agano Jipya. Anasema 24, hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata. Maanake anawaambia wanafunzi wake, kwa sasa hivi tulikuwa wote hapa na nyinyi mmekuwa wanafunzi wangu. Hata sasa hivi kipindi hicho anawaambia wanafunzi wake, hamkuomba kwa neno langu, hamkuomba kwa jina langu. Maanake kipindi Yesu yupo hai walikuwa wanaomba kwa jina la Mungu. Sasa Yesu amekufa, amefufuka, tunaomba kwa jina lake. Ndio maana anaagiza wanafunzi wake, mtaomba kwa jina langu nami nitakuja nifanye. Na Baba yangu atafurahi tu pale mtakapoomba kwa jina langu. Kwa sababu jina langu ndo linamtukuza Mungu Baba. Haleluya. Anasema furaha yenu iwe timilifu. Ili furaha yetu ipate kutimilika, inatupasa tuombe kwa jina la Yesu. Tunavyoomba kwa jina la Yesu, Mungu anakuja anafanya, anavyofanya kupitia jina lake, jina la Yesu Kristo, kwa sababu ndo amekirimiwa mambo yote. Baraka zote zimo ndani ya Yesu, kila kitu kimo ndani ya Yesu, furaha imo ndani ya Yesu, upendo umo ndani ya Yesu, amani ipo ndani ya Yesu. Sasa tunavyoomba katika jina la Yesu, tunabadilisha mazingira yetu ya nje. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Kristo akaambia wanafunzi wake, ombeni msije mkaingia majaribuni, dumuni katika kuomba. Lakini tunaomba kwa Baba katika jina la Yesu, hitaji lako. Kumbuka Danieli alikuwa anaomba. Danieli katika kuomba kwake akutegemea siku moja ataingizwa kwenye tundu la simba. Lakini kwa sababu alikuwa anajua kwamba maombi ni sehemu ambayo kwamba itaniwezesha mimi hata nikiingia majaribuni nipate kuyashinda majaribu, nipate kuvuka. Danieli alivyokuwa anaomba kila siku, Biblia inasema Danieli alikuwa anaomba asubuhi, mchana na jioni. Alivyokuwa anaomba asubuhi, mchana na jioni, mwisho wa siku anaingizwa kwenye tundu la simba. Anavyoingizwa kwenye tundu la simba, anavyoingia tu mazingira yamebadilika. Kwa hiyo sasa unagundua kwamba maombi yanabadilisha mazingira. Alivyoingia kwenye tundu la simba, simba akaanza kumwabudu Mungu. Kwa nini? Uwepo wa Danieli kwenye tundu la simba au kwenye nyumba aliyofungiwa simba, uwepo wa Danieli ndio uwepo wa Mungu. Simba akaanza kumwabudu Mungu. Yule mfalme akaingiza mtu mwingine tofauti na Danieli, akaliwa. Kwa nini? Mazingira tofauti yamebadilika. Kwa hiyo maombi yanatusaidia sisi kubadilisha mazingira tunayoishi kila siku. Kwa sababu gani? Yesu alisema ombeni msije mkaingia majaribuni. Ili kuweza kuvuka vikwazo tunahitaji kuomba. Tunaombaje? Swali linakuja. Tunaomba kwa Baba katika jina la Yesu.
Tukiomba kwa Baba katika jina la Yesu, maanake kikwazo hiki tutavuka. Tukikutana na simba anataka kututafuna, maanake kwamba simba hataweza kututafuna, kwa sababu mazingira yetu tayari tumeshayatengeneza, uwepo wa Mungu upo. Haleluya. Kwa hiyo unaona kwamba huyu jamaa anasema 25, anasema hayo nisemayo nanyi kwa mithali, saa yaja ambayo sitasema nanyi tena kwa mithali, lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. Na siku ile mtaomba kwa jina langu, wala siwaambii ya kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Mtu mwingine anasema Yesu sawa, yupo anatuombea kwa Baba, lakini sasa hapa unaona anasema kwamba mimi sitawaombea kwa Baba, ila nyinyi mtaomba kwa jina langu, mimi nitakuja kufanya. So hata Roho Mtakatifu ili aje afanye kazi kwetu sisi, afanye kazi na sisi kama watoto wake, maanake inatupasa sisi tu apply jina la Yesu. Tukisha apply jina la Yesu, maanake tunapata matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi tu hapo nyuma, hiyo Yohana 16:13, soma hapa. Anasema hivi 13, anasema hivi, lakini yeye atakapokuja huyo Roho wa kweli, atawaongoza watie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Huyo Roho Mtakatifu hata nena kwa shauri lake, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. So Roho Mtakatifu yupo kutupasha habari za Kristo. Sasa tunavotaja jina la Kristo, Roho Mtakatifu anatokea ili kutupasha habari ya huyo Kristo. 18 anasema yeye atanikuza mimi, kwa kuwa atawatoa katika yaliyo yangu, atayatoa yaliyo katika nini? Yaliyo yangu, na kuwapasha habari. Na yote alionayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema ya kuwa kwamba atatoa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Kwa hiyo Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kutupasha habari za Baba, habari za Kristo. Haleluya. Kwa hiyo tuna apply tuende kwenye kitabu cha Wafilipi 10, Wafilipi 2, Wafilipi 2 mstari wa 10. Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi. Biblia inasema hivi. Tuanzie 9. Inasema hivi. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Nani alikirimiwa jina lipitalo majina yote? Ni Yesu Kristo, ndo amekirimiwa jina lipitalo majina yote. Haleluya. Kwa hiyo anasema kila jina, anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Goti linapigwa pale ambapo unataja jina la Yesu. Goti lipi? Pepo likimuingia mtu, tukiliitia jina la Yesu, pepo linapiga goti. Haleluya. Pepo linapiga goti. Yaani ipo hivi. Pepo linajua nguvu iliyopo ndani ya jina la Yesu, ila sisi wanadamu hatujui nguvu iliyomo ndani ya jina la Yesu. Jina la Yesu ndo linafanya miujiza. Jina la Yesu ndo linaponya. Jina la Yesu ndo linaokoa. Jina la Yesu ndo linabadilisha mazingira yetu ya kila siku. Jina la Yesu ndo linatupa uwezesho. Kwa hiyo in general tu Bwana Yesu ndo anatuwezesha. Haleluya. Sasa angalia Biblia inavyosema. Anasema hivi, ili Wafilipi 2 mstari wa 9 hadi 10, anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. Goti linapigwa. Linapigwa wapi? Linapigwa wapi goti? Anasema la vitu vya mbinguni, maanake vitu vya mbinguni, malaika wanapiga goti kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Anasema la vitu vya mbinguni na vya duniani, maanake mbinguni na duniani na chini ya nchi, maanake na kuzimu. Yaani mbinguni, duniani na kuzimu, wanaposikia jina la Yesu, goti linapigwa. Ndio maana kusema jina la Yesu
Yesu akasema, muda si mrefu jina langu litakuwa na nguvu, mtaomba wala sitawaombea kwa Baba. Nyinyi ndio mna jukumu la kusema, la kuomba ili mimi nije nifanye. Kila mtu ana cha kwake anataka. Kila mtu ana cha kwake ambacho amewekewa ndani kwake. Sasa ataomba kwa jina langu na mimi nitakuja kufanya. Maanake wewe kama ni mfanyabiashara, wewe kama ni mwalimu, wewe kama unafanya kazi, wewe kama ni mkulima, wewe kama unafanya, utaomba kwa jina lake alafu atakuja kufanya. Maanake kila kitu Mungu kila mtu kuna kitu cha tofauti ambacho amemwekea ndani kwake. Sasa ili hicho kitu kionekane kwenye maisha yako unahitaji kuomba. Ndio maana Yesu akasema dumuni katika kuomba, kesheni katika kuomba. Kwa sababu hamjui saa wala wakati. Haleluya. Anasema na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana. Kila ulimi ukiri Yesu Kristo ni Bwana. Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Kwa utukufu wa Mungu Baba. Kumbuka kule Yesu aliwaambia kwamba kwenye Yohana 14:13 mstari wa 13-14, Yohana 16 na ule mstari wa 23-26, anasema hivi, muda si punde mtaomba kwa jina langu ili Baba atukuzwe ndani yangu. Kwa nini atukuzwe ndani? Kwa sababu Baba alikuwa ndani ya Yesu na Yesu alikuwa ndani ya Baba, na sisi tumo ndani ya Yesu na Yesu yumo ndani kwetu, na sisi ni wana wa ufalme, na sisi ni watoto wa nyumbani mwake Mungu. Sasa kwa sababu sisi ni watoto wa kifalme wa Mungu, sasa tunaomba katika jina la Yesu, alafu Baba mwenyewe anakuja kutenda. Haleluya. Baba mwenyewe anakuja kutenda. Anasema kwa utukufu wa Mungu Baba. Yaani unavolitaja jina la Yesu, maanake utukufu unarudi kwa Mungu. Sasa hapa una apply maombi ya Agano Jipya. Unaambia Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ulinzi. Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kunitunza. Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya afya. Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya kuniwezesha. Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ulinzi wa familia. Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya marafiki. Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya upendo. Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya ukombozi. Baba katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya haki. Baba katika jina la Yesu, asante kwa maombi ya kushukuru, kwa sababu Yesu ameshamaliza kila kitu. Tupo na maombi ya kila siku, na kupiga na kutwanga na kufanya nini. Unamtwanga nani? Saa ngapi? Muda gani? Mungu anasema hata kama adui yupo, wewe omba katika jina lake, ataondoka mwenyewe, na anajua ataondoka tu, ila wewe unakuwa na wasiwasi kwamba hivi ameondoka au bado. Haleluya. Hayo ndiyo maombi ya Agano Jipya. Maombi ya Agano Jipya ni Baba katika jina la Yesu. Atuombi Baba kupitia, sio kupitia. Ukisema katika, maana yake ni ndani ya Yesu. In the name of Jesus, nimo ndani ya Yesu. Kwa hiyo Baba, mimi nimo ndani ya Yesu, ninakushukuru umenipa zawadi. Baba, mimi nimo ndani ya Yesu, ninakushukuru kwa sababu umenibariki. Wewe kila siku unawaza laana tu. Sasa Yesu alishamaliza yote Kalvari. Manake pale msalabani kila kitu alishamaliza, amesha complete. Sisi tunashukuru tu kwa kile ambacho amekifanya, na kushukuru kwetu na yeye anatuwezesha sisi ili mazingira yetu yawe mazingira ya amani. Mungu akutunze, Mungu akulinde. Endelea kufuatilia mfululizo wa mafundisho haya kwa njia ya Facebook, kwa njia ya WhatsApp, kwa njia ya YouTube, TikTok. Jina langu naitwa Mwalimu Martin Depoles Ndunguru. Mungu akulinde, Mungu akutunze, Mungu akubariki. Umebarikiwa mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu unayependwa sana. Umechaguliwa kwa upendo mkuu sana. Amen.